Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani zimfikie mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni siku nyingine Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia taufiki ya kufika sehemu kama hapa. Hapa ni sehemu ya Karai, yani Kikuyu Karai Muslims. Mashaallah. Na leo tuko hapa na tunazungumza na ndugu yetu ambaye ana maswali ya kuuliza Waislamu. Ndugu yangu, mimi naitwa Ali, na wewe? Mimi naitwa Ng'ang'a. Ng'ang'a. Ng'ang'a, wewe ni Muislamu? Bado. Wewe si Muislamu. Na unaendanga kanisa gani? Sasa sina kanisa. Uendangi kanisa? Kwa muda wa miaka mingapi? Nimekaa. Umekaa. Na kabla hujawacha kuenda ulikuwa unaenda gani? Soul Winning. Soul Winning Church. Inaitwa Soul Winning Church. Hii ndio siku yangu ya kwanza kusikia. Inaitwa Soul Winning Church. Soul Winning. Soul Winning. Soul Winning. Oh, Soul Winning Church. Hata hii ni mara yangu ya kwanza kusikia. Allahu Akbar. Ndugu yangu, una swali ya kuuliza Waislamu? Niko nayo. Lete. Swali ya kwanza. Hiyo yenye mnasemanga Mungu hiyo sasa ya Muhammad. Hiyo ya Muhammad. Kwa sababu haya juu sisi kama venye mimi najua najua Mungu ni Yesu. Mungu ni Yesu. Mungu sasa venye mimi nasikianga na venye nasikia wenyewe mkisema mnasema Mungu kuna Muhammad. Nyinyi ni kama vyenye mimi najua sasa, nyinyi kama nyinyi mnaombanga Muhammad. Waislamu wanaombanga Muhammad kulingana na yale unavyojua ama imani yako. Venye mimi najua sasa. Wewe mwenye unajua. Na sisi na mimi najua kuna Mungu. Mungu ni mmoja. Asante sana. Na Waislamu wanaabudu Muhammad. Ina maana imani yako Waislamu hawajui Mungu, wanajua Muhammad. Asante sana. Kwanza ukiabudu nabii yoyote unaenda motoni. Ukiabudu Muhammad, wewe Muislamu sikiza mahali ulipo. Ukiabudu Muhammad unaenda motoni. Ukiabudu Yesu unaenda motoni. Ukiabudu Musa unaenda motoni. Umeelewa? Umeelewa. Yule anafaa kuabudiwa ni nani? Sikiza pale. Qur'ani baba. Haya. Qur'ani baba. Ngapi baba? Qur'ani 112:1. 112 aya kwanza mpaka ya 4. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio. Sema. Yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja tu. Huyu ni Mtume Muhammad anaambiwa na Malik Jibril au Gabriel kwa lugha nyingine. Anaambiwa aseme ya kwamba Mwenyezi Mungu ni ngapi? Mmoja. Na wewe unajua Mungu ni ngapi? Mmoja. Na Muhammad anasema Mungu ni ngapi? Mmoja. Haya, na Waislamu wanasema Mungu ni mmoja. Haya, twende baba. Mwenyezi Mungu tu ndiye anastahili kukusudiwa na viumbe vyake vyote. Mwenyezi Mungu tu ndiye anayestahili kusudiwa na viumbe vyake vyote. Kwa kumwabudu na kumuomba na kumtegemea. Kwa kumwabudu tunaomba Mungu mmoja, na kumuomba tunaomba Mungu mmoja, na kutegemea tunamtegemea Mungu mmoja. Sawa? Haya, twende baba. Hakuzaa wala hakuzaliwa. Tunaambiwa Mungu wetu si mzazi, hakuzaa wala hakuzaliwa. Wala hana anayefanana naye hata mmoja. Wala hakuna kiumbe inafanana na Mwenyezi Mungu. Umeelewa hapo? Hapo nimeshika. Kwa hivyo Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu, si Mungu. Qur'ani baba. Ngapi baba? Qur'ani 13:43. 13:43. Ama 48:29 Qur'ani. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio. Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa Mwenyezi Mungu
Unasikia tunaambiwa Muhammad ni nani? Mtume. Ni mtume wa nani? Wa Mwenyezi Mungu. Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu, sio Mungu. Kama ulikuwa unajua Waislamu wanaabudu Muhammad, Waislamu wanaabudu Mwenyezi Mungu, hawaabudu Muhammad. Umeelewa? Mbona nimeelewa. Haya, swali lingine. Hiyo ingine ni ya wenye mimi najua sasa, mtu amepatwa pale ameafa. Nasikia nyinyi hakuna kufanya mambo na postmortem ama mambo kama hizo. Yaani mtu akikufa na mjajua ni nini imefanyikia hivyo. So mambo ya postmortem iko kwa sababu mtu anaweza ingia accident ama akapigwa risasi ama kuna ameuawa na mtu. Serikali ikisema itafanya postmortem itafanywa tu. Ama mimi pengine ndugu yangu amepigwa risasi ama amedungwa kisu, nataka nijue mapigwa na nani. Sawa? So postmortem inafanyikanga. Na mambo ya kuzika tunazika siku hiyo hiyo. Kwa nini? Kwa nini? Wewe si ni Mkristo? Na unasomanga Biblia? Kidogo. Hujawahi ona mahali Biblia inasema watu wazike siku hiyo hiyo? Sijajua hata sijaisikia. 21, 22 baba, Kumbukumbu la Torati. Hiyo ni Biblia. 21, 22. 22 mwalimu wangu inasema. Iseme baba. Akiwa mtu ametenda dhambi ipasayo kufa. Akiwa mtu ametenda dhambi ipasayo nini? Kufa. Twende baba. Akauawa. Nawe ukamtundika juu ya mti. Na wewe ukamtundika juu ya mti. Mzoga wake usikae usiku kucha juu ya mti. Tunaambia mzoga huyo mtu isikae usiku kucha juu ya mti. Twende baba. Lazima utamzika siku hiyo hiyo. Lazima utafanya nini? Utamzika hiyo siku hiyo hiyo. Ama tumeambia tuweke mochari? Tumeambia tuzike nini? Hiyo hiyo. Asante sana. Je, hiyo ni Agano la Kale. Tuangalie Agano Jipya. 5:5 Matendo baba. Nitasoma kama ilivyoandikwa mwalimu wangu. Inasema Anania aliposikia maneno haya akaanguka akafa. Tunaambiwa kuna mtu alikuwa anaitwa Anania, aliposikia maneno ya kuhuzunisha akapata na hofu akaanguka akakufa. Twende baba. Hofu nyingi ikawapata watu wote waliosikia haya. Alipoanguka akafa, hofu nyingi ikawapata watu wote waliosikia haya. Vijana wakaondoka, sio wasichana. Vijana. Wakamtia katika sanda, wakamchukua nje, wakamzika. Wakamtia katika sanda, wakamchukua nje, wakafanyaje? Wakamzika. Ama namna gani? Hiyo nimesikia. Na mbona nyinyi mnatuzikana na sanduku na hapo tunaambia ni sanda? Hii sanduku mmetoa wapi? Ni kama yenye sisi tulipata sisi sasa hivyo. Mlipata kwa nani? Sasa Biblia inasema sanda. Biblia simesema sanda? Nimesikia hiyo. Na sanda Waislamu wanatumia. Swali lingine. Umeelewa hii? Yaani nikimwongezea hapo ni kwamba watu wengi katika wasiokuwa Waislamu huwa wana wasiwasi sana kwa sababu ya hiyo kuzikwa. Muislamu akifa saa hii anazikwa, lakini hii ndio desturi kwako tangu zamani wakati ya manabii, na ndio naona katika mazishi ambayo tunafanya wanawake waturuhusu waende wakazike ule amekufa. Lakini ukiangalia kwenye Wakristo mnakubalia wanawake wanaenda pale kwa ule anazikwa. Ndio naona wanawake inatokea wengine wanashikwa na hofu mpaka wengine wanakufa. Wanaanguka, wengine wanapelekwa hospitali kwa sababu ya shock na nini. Sasa katika Uislamu wanawake huwa wanaomboleza nyumbani. Wanaume ndio wanaenda kuzika. Akiwa ni mwanaume, sisi tunaosha mwili. Sisi hatupelekei mtu amosha atuoshe. Wewe unaonaje wewe mama yako aliyekuzaa? Umempeleka mochari. Anaenda kuoshwa na kijana mdogo wa mochari, kijana wa miaka 20. Hiyo ni aibu gani hiyo kutoa amtoe nguo? Aibu. Ni aibu kubwa sana. Kwa hivyo upande wa Wakristo hapo hawajafanya kitu ya sawa, kati kwamba mwanamke wanaoshwa na wanaume. Anaona mambo wa shosho wetu wanawaona uchi yao. Hiyo ni makosa. Na ndio dini ya Uislamu ndio dini peke yake duniani haikubali tabia kama hiyo ifanyike.
Mwanamke akikufa, awe ni shosho, awe ni mama yangu, awe ni msichana, akienda kuoshwa, anaoshwa na msichana. Ama mama. Wamama wako wa kuosha, kuna mama wale wanajua kuosha, anaosha msichana, anaosha shosho, anaosha nini, alafu anamfunika vizuri ile kitambaa ile nyeupe ambayo ndio ilikuwa inazika. Hii imekuja kuzika, watu wanaona wakizika. Hii ni mambo ya wazungu. Wazungu ndio wameleta mambo ya sanduku na mambo ya kuzikwa na sanduku. Hakuna nabii. Hakuna nabii. Na mimi naongea hivyo kwa sababu hii ni kamera na watu wataona vile tuko tunaongea. Naweza challenge mtu yoyote, hata mchungaji yoyote, anionyeshe nabii moja alizikwa na sanduku. Nabii moja tu akazikwa na sanduku. Atasema tu Yusufu akitolewa Misri, kwa sababu alisema abebwe katika kwa mujibu wa Biblia. Nasema Yusufu alisema abebwe, akazikwa wapi? Pale Kanaani. Wasiwache mwili yake Misri. Walibeba na sanduku. Kubeba ni hata sisi tunabebanga na ile jeneza. Hata saa hii ukitolewa nchi za ng'ambo, ukiletwa huku, pengine utaletwa na sanduku ama uletwa na kitu kingine ambayo wale ambao wamekuweka kule wamekuja naye. Lakini ukija hapa unazikwa na sanda. Na hiyo ndio desturi ilikuwa ya manabii wote, wanazikwa na sanda. Ufai kuzika na watu. Unaona siku hizi mtu anaenda kuzikwa. Sasa nikuulize hivi. Wewe uko na ndugu yako. Sawa? Ama uko na seme anko ama mjomba, hata mimi na nini. Wewe umekaa naye maisha yote hapa duniani. Hujai kumsaidia kitu hata moja. Pengine Mungu anakujalia uko na uwezo ama mimi niko na uwezo. Huyu ndugu yako, umeishi naye miaka yote, hujai kumnunulia hata pengine ana shida, hujai msaidia hata kitu hata moja duniani. Lakini wakati anakufa, wewe ndio mtu wa kwanza kusema nitanunua suti ya 1500. Huyo mtu akili yake wewe ni mzuri. Si mzuri. Maiti anakula pesa. Si ungemsaidia saidi yako hai. Ndio hata kwa Mungu naye utapata kitu mzuri. Lakini unapata mtu saidi ya mtu amekufa, ndio mtu anakuja hapa, mimi nitanunua sati, mimi nitanunua suti ya 500, mimi nitanunua sanduku ya sanduku ya 100,000. Hiyo ni upuzi, kwa sababu angemsaidia ule mtu akiwa hai. Ndio hata mama yako ama baba yako unamsaidia saidi yako hai, wakati amekufa ndio hivyo imeenda hivyo. So kama ni kusaidia mtu, unamsaidia mtu akiwa hai. Lakini kwenda kumnunulia suti ya 15,000, 20,000 inaenda pale na kuliwa na mchwa. Sasa Mwenyezi Mungu, kwa sababu watu wamekataa maneno ya vitabu, ndio Mungu anawapatia watu ugumu ya kuzika watu. Ndio naona sasa mtu akikufa lazima mkae chini muanze kuchanga. Lazima. Mchange kwa nini? Lakini kama tungekuwa nafuata mienendo ya manabii, vile hata vitabu kama hiyo Biblia, vile mnasomaga Biblia yenu vile inasema. Kama watu walikuwa wanafuata Biblia vile inasema, mtu asikalishwe, azikwe saa hiyo, alafu hata mazishi yake inakuwa ni kitu kidogo sana. Lakini sasa mtu anawekwa mwezi mzima, mwingine wiki mbili, mwingine anawekwa kesi. Unakuta mwili inakaa moja ni mwaka mzima. Hiyo ni kutesa ile maiti. Unaona? Sasa Waislamu peke yake ndio watu ambao wako very open upande ya kuzika. Na sasa kwa mfano, nikupe kitu kingine. Kwa mfano mimi ni Muislamu. Na mimi nimetoka upande ya sini Mkikuyu kama wewe. Mimi nikisema nitazikwa kwetu nyumbani, nitaandika kitu. Si ati umekatazwa kwenda kuzikwa kwenyu. Ukitaka unaweza andika kawili useme mimi bwana nikizika nikufa kujeni munizike hapa kwangu. Utaenda na Waislamu watakuchukua. Ni wangapi tumepeleka? Wengi. Tumepeleka watu wengi. Lakini watu wanasema ati hapana, mtu wetu anatupwa hivi kama mnyama. Hakuna kutupwa. Waislamu wanazikwa kwa sababu hapo ndio watu wengi wao wako. Waislamu wengi. So ndio unaona hata makaburi imegawanywa pale Nairobi. Si ati ni watu wote wanazikwa kwao nyumbani. Ni watu wote wanazikwa kwao nyumbani. Wale Wakristo wanazikwa pale Lang'ata. Wako na mashamba. Si wako na mashamba nyumbani. Unaona? Na kupunguza gharama. Sasa unaona mtu anasema mimi msishinde mkihangaika. Mtu anasema hataki kuhangaisha watu. Unaona mtu anasema nizikeni wapi? Lang'ata. Unaona? So sisi Waislamu hujakatazwa nini? Na wakati unakuja kwa Muislamu, Waislamu hatuna hasara ati lazima watu wahangaike sana ati nini. Kwa sababu unakuta katika matanga watu wanakuja kula. Wengi wao wanakuja kula. Hiyo ndio maana. Hiyo ni makosa kubwa sana. Mtu anakuja pale anakula ugali ya 200. Alafu anatoa shilingi 50. Unaleta hasara kwa matanga. Wengine wanafurahia matanga iendelee. Ndio sasa hapo kila siku watafanya. Alafu sasa nimekwambia wanaume ndio wanaosha wanaume wenzao na wanawake wanaosha wanaume wazao.
Wanawake wanaosha wanawake wazao, na wanaume wanaosha wanaume wenzao. Alafu wanawafunga vizuri na sanda, wanambeba, wanaenda pale, wanamuombea dua, wanamzika. Basi hiyo ingine tunamwachia Mwenyezi Mungu, sio? Mwenyezi Mungu ndio hakimu na ndio kila kitu. Kwa hivyo ni desturi ya Kiislamu, is the one of the best. Na maiti ya Kiislamu haimalizi hata shilingi 3,000 4,000. Yani sanda yenyewe unapewa bure msikitini wako nazo. Sanda unapewa bure ile ya kufunga yule mtu. Sema tu ni ile watu wa kuchimba ile wanachimba kaburi pale. Kwa sababu wamechoka, unaweza ukanunulia kasoda kadogo. Unaona kitu kama hiyo. Lakini hivi vitu vingine yote, gari ya kubeba tuko nazo za bure. Unaona? Uislamu ni dini, yani hii dunia hii kwa sasa hii hakuna dini ambayo ni nyepesi. Ama dini ambayo iko na mambo ya urahisi kuliko Uislamu. Watu wanaonaga Uislamu wakiangalia hivyo, najua Uislamu tumepakwa matope. Kwa magazeti tumepakwa matope, watu wanasema Uislamu ni dini sijui ya majini, sijui ya terrorism, sijui ya nini. Yani hii yote ni propaganda tu za watu. Tunakaa na Waislamu miaka yote. Sisi tumeshaipigana. So tunaweka matope mingi na watu wanataka kuharibu. Hata kuna watu wanaharibu, wanasema ati Muislamu akienda kuoshwa ati hiyo maji ati inatolewa kwa tumbo ati ndio inapiga pilau. Hii inaingia kwa akili. Maana unatolewa nyama za matumbo. Unatolewa nyama za matumbo, kwa hiyo Waislamu wanakula watu. Hiyo ndio sana hata tunajua sasa sisi. Unaona sasa. Unaona hata hiyo umeshaambiwa. Ati kwamba Waislamu ati wanaenda nini? Hiyo hakuna mambo ya kukamuliwa. Ni kuosha, sisi tunahifadhi mwili. Nani alisema? Hebu soma hiyo andiko kwanza. Hiyo 9:36 Matendo ya Mitume. Watu walikuwa naosha hata zamani. Hii ni Biblia, hii Biblia hii. Sio ndio ulikuwa unasomaga hii. Sipokuwa sasa umesema, sasa umeanza kusema bye bye mapema. Sababu umeona maneno hapa 9:36 Matendo ya Mitume. Watu walikuwa naoshwa wa zamani. Mtu akikufa anaoshwa, si hata anapelekwa mochari, na huko ana mochari. Mochari imeanza hapa Misri. Ilianza Misri ndio ilianzia huko, alafu ikaenda Italy huko, ikatoka Italy ikasambaa Europe, ikaanza kaja dunia mzima. Soma mwalimu wangu. Inasema mwalimu wangu, na mwanafunzi mmoja alikuwa kwa Yafa. Ndio. Jina lake Tafidha. Tafsiri yake ni Dorcas, yani paa. Mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Ikawa siku ile akaugua akafa. Hata walipokwisha kumuosha. Angalia, it's very simple na Biblia inaeleza vizuri sana. Hata walipomaliza kumuosha, unasikia amekufa, watu wamemchukua, wamemuosha. Hakuna story mingi, atapeleka mochari, sijui fanya nini. Iko shida mingi ya watu wanajiwekea bure. Sana siku hizi nasikia mtu anazikwa na suti mpya, tai mpya, kofia mpya, chupi mpya, socks mpya. Na hiyo tangu azaliwa hajaiva. Watu wake hawajaimununulia. Alikuwa anatembea huko barabarani hata wamsaidii. Lakini atakati amekufa ndio wanaenda kumnunulia hizo vitu zote. Zinaenda kuliwa na mtu pale bure. So hii ni kitu ambaye binadamu, na sisi Waislamu, hata mtu Mkristo akikufa, na Waislamu ndio wanako naye hapa atamzika. Wangapi tumezika sasa sisi? Unazika tu. Sipokuwa sasa unajua Mwenyezi Mungu anasema ukikufa lazima uwe umekuwa katika dini ya Uislamu. Lakini huko tutakuja. Sasa swali lingine. Hapo umeelewa? Hapo nimesikia kabisa. Kuosha umeelewa? Nimesikia kabisa. Ziko umeelewa? Ukajua Mungu ni mmoja na Muhammad ni mtume wa Mungu, sawa? Muhammad si Mungu. Haya, swali lingine. Sasa hiyo swali lingine ni sheria za Waislamu. Gani na gani? Sasa ndio nasema. Tuseme sasa mimi saa hii nimekuwa Muislamu. Chenye sifai kufanya na chenye nafaa ni gani? Chenye hufai kufanya na chenye unafaa kufanya. Kuna vitu za kukula, na kuna ibada. Ibada unaabudu Mungu peke yake. Sawa? Usimwabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Kila siku mara 5 kwa siku. Kwa siku mara ngapi? Mara 5. Ndio unasikia masikio tumewe kwa msikiti. Kwa msikitini. Hizo mara 5 unasikianga ukiwa area hii. Waislamu wanaitana. Ndio? Nasikianga. Inafaa usali mara 5. Qur'ani baba 24:36. Oh, 24:36 Al-Karim. Ndio. Anasema Mwenyezi Mungu tukufu, katika jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio. Waonekane kwa kusali nyakati 5. Tunaambiwa tuonekane kwa kusali nyakati ngapi? 5.
Twende baba. Katika nyumba ambazo Mwenyezi Mungu ameamrisha zitukuzwe. Katika nyumba ambazo Mwenyezi Mungu ameamrisha zitukuzwe, sawa? Na humo litajwe jina lake. Na humo ndani ya hizo nyumba zitajwe jina la Mwenyezi Mungu. Yani misikiti. Yani misikiti. Humtukuza humo asubuhi na jioni. Tena tunaambiwa tutaje jina la Mwenyezi Mungu asubuhi na jioni. Asante. Qur'ani baba 50:39. Hizo mara 5 Mungu ametupangia ni nyakati gani? Sawa? Atende baba. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio. Basi vumilia kwa hayo wasemayo. Mtume anaambia vumilia kwa hayo wasemayo juu yako. Na mtukuze Mola wako kwa kumsifu. Anaambia umtukuze Mola wako kwa kumsifu. Kabla ya kutoka jua, yani swala asubuhi. Kabla ya kutoka jua, ukifika saa 11:30 Waislamu wanaitana asubuhi. Kabla ya jua kuchomoza, tunasali, tunafanya ibada ya Mwenyezi Mungu. Sawa? Haya, twende baba. Na kabla ya kuchwa adhuhuri na alasiri. Na kabla ya kuchwa adhuhuri na alasiri. Ulikuwa hapa tukisali adhuhuri? Adhuhuri ni saa 7. Saa 7 ulikuwa hapa. Na saa hii saa 10 ulikuwa hapa tukisali. Ndio tunaambiwa asubuhi, adhuhuri na alasiri. Sawa? Haya, twende baba. Na katika usiku pia mtukuze. Na katika usiku pia tunaambia tumtukuze Mwenyezi Mungu. Sala ya magharibi na ishai. Sala ya magharibi, ukisikia magharibi ni saa 12:30. Sawa? Ndio unasikia Waislamu wanaitana, wanasali saa 12:30. Sawa? Na sala ya isha ni saa 2. Kuanzia saa 2 ndio Waislamu wanaitana, wanasali. Hiyo ni mara ngapi? Mara 5. Saa 2 ya usiku ndio ya 5. Asubuhi, adhuhuri, alasiri, magharibi na isha ambaye ni saa 2. Umeelewa? Hiyo ndio ibada unafanya. Na unafanyia Mwenyezi Mungu. Sawa? Msikitini. Umeelewa? Kuna chakula pia unaambiwa usikule. Sawa? Kuna vinywaji unaambiwa usikunywe, kama pombe, kama nguruwe, unaambiwa usikule. Umeelewa? Umeelewa. Na usizini. Usizini ni? Usizini maana yake usiwe kibiriti ngoma. Unajua kibiriti ngoma? Kuvalia. Usiende kulala na mwanamke ambaye sio wako. Umeelewa? Kama unaona wako hakutoshi, oa mwingine, lete nyumbani. Wawe wawili wanasaidiana. Nilikuwa nimesikia mzee ametuambia tukua pale. Ama watatu. Na Qur'ani ndio imesema baba. Qur'ani baba. Gapi baba? Ni 3 4 2 4. Hapo 3 4. Sisi Mungu anatuambia tuoe wanawake wale tunawapenda. 4 3. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio. Na kama mkiogopa kutowafanyia uadilifu mayatima, tunaambia kama tunaogopa kutowafanyia haki mayatima, basi ogopeni vile vile kutowafanyia uadilifu wanawake. Tuogope vile vile kutowafanyia uadilifu wanawake. Basi oeni mnaowapenda katika wanawake. Tunaambia tuoe wale tunawapenda. Maadamu mtawafanyia insafu. Yule tunasukumiwa na wazazi ama na watu wengine. Oa wale unaowapenda katika wanawake. Sawa? Haya, twende baba. Anaendelea kusema Mwenyezi Mungu. Oeni katika wale mnaowapenda. Basi oeni mnaowapenda katika wanawake. Ndio. Maadamu mtawafanyia insafu. Maadamu mtawafanyia haki. Wawili au watatu au 4 tu. Au 4 tu. Na mkiogopa kuwa hamwezi kufanya uadilifu. Basi oeni mmoja tu. Basi unaambiwa kama huwezi kufanya haki kwa hawa wanawake 4, kaa na ngapi? Mmoja. Kama inakutosheleza kaa na hiyo moja. Umeelewa? Nashika hapo. Hiyo moja ni option ya mwisho. Nakubalishwa. Yani kimuongezea ni kwamba nikikuongezea ni kwamba katika Uislamu katika hizo sheria tunasema kitu ya kwanza
Step number 1 ni kusilimu kwanza. Kusilimu ni kufanya nini? Kusilimu ni kukubali ya kwamba Mungu yule anafaa kuabudiwa duniani ni Mungu mmoja peke yake, ambaye hakuzaa wala hakuzaliwa wala hana mtoto, hana mke, hana ndugu, hana shangazi, hana babu, hana nyanya, hana masemeji. Yani yeye ni Mungu ambaye ni wa kipekee. Na ukubali ya kwamba Nabii Muhammad ni nabii wa Mwenyezi Mungu. Alitumwa na Mungu kama manabii wale wengine, Adam, Isa ambaye Wakristo wanamuita Yesu, Ibrahimu, Musa, hao wote unakubali hao. Ukishakubali hao, kubali hao manabii wote wa Mwenyezi Mungu, wakubali wote bila nini. Ukishatoka hapo sasa, step ya pili ambayo unaenda ni kuhusu kusomeshwa. Kama umeshakubali Uislamu, unakubali sasa, kwa sababu utakuwa ukisali namna gani? Ujui chochote. Sasa wewe ni mtoto mpya. Ni mtoto mpya katika Uislamu. Kama mtoto amezaliwa. Mtoto akizaliwa anakuwa na dhambi? Hana dhambi. Mtoto hana dhambi. Sasa hata katika Uislamu, mtu akiingia katika Uislamu, ile dhambi yote ulikuwa naye yote, ulifanya sijui nini, ukafanya nini, Mwenyezi Mungu anakusamehe yote. Unakuwa kiumbe kipya. Sasa hapo unaanza kufundishwa. Najua mtoto akishatoka tu tumboni ya mama yake, huwezi kumpatia githeri, utamuua. Ama ugali. Huyo mtoto unampa maziwa, yani anakunywa kitu soft. Sasa wewe unaanza, kuna ile masomo kidogo ya Kiislamu unafundishwa, ujue kusali, language dogo, sura ndogo, unafundishwa hizo sura, unafundishwa watu wanatawadha namna hii, watu wanaendaga choo namna hii, kwa sababu sisi tunaendaga na maji. Sababu maji ndio safi. Kwa sababu hata wewe kwa mfano uko na mke wako nyumbani. Ukienda nyumbani, utaenda nyumbani, ama tuseme mimi kama nikienda kwa nyumbani, mimi nasema bibi yangu niwekee maji. Na hata wewe ukienda nyumbani unaambia bibi yako kuwekea maji. Huwezi kwenda umwambie mama Kamau, naomba niletee tissue nioge. Tissue haiwezi oga, tissue inaosha mwili. Haiwezi osha mwili. Utamwambia niwekee maji nioge. Hata mtoto akienda haja kubwa ama haja ndogo, unakuta mara mingi wamama wanatumia nini? Maji. Kwa nini mtu mzima anaona ungumu wa kutumia maji akienda chooni? Na hali vitabu vyote vinasema, Qur'ani inasema tumia maji, Biblia inasema ukienda choo tumia maji. Tunaona kuna shida. Hiyo ni shida kwa sababu watu hawataka kusoma vitabu. Watu wanataka wasomee vitabu. Kwa Biblia iko. Kwenda choo. Ukienda choo uende na maji. 23:9 matendo kitabu cha Kumbukumbu la Taurati. Sikia, kabla unaona maneno hii ni ya zamani, wakati ya Musa. Mtu akienda choo atumie maji. 23:9. 23:9. 9 mwalimu wangu. Inasemaje? Inasema mwalimu. Utakapotoka kwenda juu ya adui zako, nawe katika marago, jilinde na kila neno baya. Akiwa kwenu mtu awaye yote asiyekuwa ni tohara, kwa ajili ya aliyomtukia usiku. Tohara ni kuwa msafi. Yani kama mtu kwenyu sio tohara, yani sio clean, kwa ile kitu kilimtoka usiku. Usiku unafikiri ukikula chakula, unakula chakula na unakunywa, sio? Kwa hivyo kuna vitu mbili. Usiku himo unatoka wakojoe ama uende choo. Hiyo ni lazima. Kwa sababu umeshiba. Endelea. Kwa ajili aliyomtukia usiku, na atoke nje ya kituo, wala asingie ndani ya kituo, lakini na yeye karibiapo jioni, atafanya nini? Yeye ataoga maji. Ni kama ulienda choo, ukaenda choo kwa sababu yale mambo imekutoka ndani ya mwili yako, lazima utatumia maji. Unaona? Hii ni wakati ya Musa. Sasa Agano Jipya nayo inasemaje? Agano Jipya pia inasema, kuna kitu inasema. Hebu naomba utoe kitabu cha Ibrania. Ibrania 9:10. Pole sana. Ibrania 9:10 naomba usome. 9:10 Ibrania. Ibrania. Inasema kwa kuwa ni sheria za jinsi ya mwili tu. Unaambiwa kwa kuwa ni sheria kwa jinsi ya mwili. Soma andiko. Vyakula na vinywaji. Chakula na vinywaji. Na kutawadha kwingine. Unaona Biblia imetumia lugha ya balagha hapa. Na kutawadha kwingine. Somewhere and somewhere.
pahali fulani na pahali fulani. Na unajua mwanadamu ako na sehemu ngapi? Kwa hivyo wametumia balagha wakasema kwingine na kwingine. Yaani hapa ni wapi? Hapa ni Karai. Kwa hivyo tuseme na kutawadha Karai na Kikuyu town. Unaona sasa? Kwa hivyo imetumia lugha. Tawadha, hiyo neno imewekwa nyuma ya Biblia. Ina maana yake neno kutawadha. Unajua maana ya kutawadha ni nini? Hapana. Haya, sikiza hapo nyuma ya Biblia ina kamusi hapo. Hiyo kamusi mzuri sana. Tawadha. Naam. Maana yake ni nawa, oga, mbele ya kusali. Unasikia? Inasema nawa, oga kabla ya kusali. Kwa hivyo pale umeambiwa kutawadha kwingine na kwingine, nawa, oga kabla ya kuswali. Kwa hivyo unanawa na unaoga sehemu ya kwanza na sehemu hiyo nyingine. Si unajua? Hapa ni hapa Karai na Ngong. Hizo sehemu mbili. Hiyo sehemu mbili lazima ipate maji. Yaani kila kitu inapata maji. Na hiyo Ibrania, hebu soma 15. Naona kama hiyo bado kuna maneno mazuri hapo tu katika Ibrania. 15 hebu soma. Nione kama hiyo aenda kumbuka. Mingi sijaisoma. Hiyo tu kuhusiana na mambo ya maji. 15. Inaongea tu kuhusu mambo ya maji. Okay. Wacha tu nitaiangalia siku nyingine, ni bado nitaiangalia. Inaongea kuhusu hiyo. Kwa hivyo hivi ndivyo ilivyo. Kwa hivyo kuna mambo ambaye sheria ziko nyingi katika Uislamu. Na hii sheria hata mimi niliona shida ni wakati niliingia katika dini. Niuliza maswali kama wewe. Sababu kauliza mtu anafaa kunywa pombe. Mtu akaniambia pombe katika Uislamu yenyewe imekatazwa. Tunaambiwa ni kazi ya shetani. Ulevi na kamari na mambo ya uchawi hiyo yote tumeambiwa ni kazi ya shetani. Unaacha. Kama ulikuwa unafanya hiyo mambo ya kuzurura kwa wanawake unawacha. Kama ulikuwa mwizi unawacha. Kama ulikuwa muhuni wa aina fulani unawacha. Yaani vitu mbaya yote unawacha. Uislamu unataka mtu awe mtu mzuri. Yale mambo kama unasikia kiu, kunywa maziwa ama kunywa maji ama kunywa supu, si kwenda kunywa pombe. Tunaona pombe vile imeharibu vijana wetu. Vijana wetu wote wameharibika kwa sababu ya kunywa pombe. Unaona mtu ni kijana wa miaka 25 lakini anakaa kama hata mzee wa 90 years. Ni hili vile pombe imempeleka mbio mpaka amekuwa mtu mwingine. So katika Uislamu mambo ni kama haya. Sasa kama una swali lingine utauliza. Hiyo ni masika. Sasa tuseme kwangu mimi already sasa si mimi ni Mkristo, mimi ni Mkikuyu. Kuna mambo zenye tunafanyanga sisi wa Kikuyu kama ni mambo za chama za wazee. Ya kiama mambo kama hizo. Nauliza tuseme mimi sasa nimekuwa Muislamu. Nafaa kukua na mambo hizo ama sifai? Hizo mambo ya tradition kama haiendi kinyume na Uislamu. Kama haiendi kinyume na Uislamu unaweza endelea naye. Lakini kama inaenda kinyume na Uislamu utaiacha. Unaona sasa? Juu sasa chenye kiko kama kule sasa venye mimi najua. Unajua kabla sasa ukuja pale kwenye unataka lazima kuna maswali zenye umeuliza, umeona. Tuseme mimi sasa ni Mkristo lakini kuna mwenye amekuja pale ni Muislamu lakini ni Mkikuyu. Na kama ni mbuzi bana juu hakuna kitu kingine zinafanya ni zinachinjwa mbuzi. Ndio kama ni chama unapewa chama, si ndio? Na mwenye amechinja si Muislamu. Sasa hiyo nyama utakula. Ukishakuwa Muislamu ile mila yote wewe ndio unafaa uchinje. Sasa wewe ndio unakuwa na authority ya kuchinja. Unakuwa na authority, sio wale. Wewe Muislamu ni haki yako uchinje, watu wote wakule. Kwa sababu hata hawa mko nao wakijua ushajua wewe ni Muislamu, wanajua huyu nyama hatakula. Wanajua kabisa huyu atakula hiyo nyama. Mimi wakati nakumbuka marehemu babangu kabla hajaondoka duniani nilikuwa niliwazoesha mimi wazazi wangu. Babangu kwanza alikuwa anajua kabisa siwezi kula. Hata alikuwa ananipigia simu. Kama kuna kitu kama ninakuja pengine kuna wageni ananiambia kuja. Na mtu mwingine akijaribu kutaka kuchinja anamwambia wewe wacha hawa watoto wajukuu wangu najua hawatakula. Na huyo kijana yangu hatakula hii. Kwa hivyo acha tumngojee akuje.
So wakishakuwa Muislamu, hizo desturi ambayo ni desturi za zamani, hiyo yote uwaga zinaenda hivyo. Sasa wewe ndio unakuwa na authority ya kukata ile shingo. Tena sisi wakati ya kuchinja kwetu tunachinja tu kama vile Wakikuyu walikuwa wanachinja zamani. Kwani hiyo zamani Mkikuyu akitaka kuchinja mnyama, alikuwa ananoa kisu. Ananoa kisu inakuwa sharp. Alikuwa anaonyesha ule mnyama kisu. Anaficha nini? Kisu. Ndio ile kisu na inakuwa ni kali sana. Hiyo kwa nini inanolewa inakuwa kali? Ndio ule mnyama asipate uchungu. Ukikata unakata mara moja, si ndio? Na Wakikuyu wakati wanachinja mnyama walikuwa wanamuelekeza wapi? Mount Kenya. Mount Kenya iko pande gani? Sisi kama si iko pande hii? Iko pande hii. Angalia hii msikiti yetu. Hii ni mbele yake ya msikiti tu. Tuko mbele ya msikiti yetu hapa hii. Tunaona imeangalia wapi? Imeangalia Kirinyaga pia. Na kwa sababu direction ya Kirinyaga na Maka ni moja. Sasa tunakumbuka Wakikuyu walikuwa wanazunguka pale Mount Kenya mara 7. Sisi tukienda Maka tunazunguka mara 7. Wakikuyu walifundishwa na nani kuzunguka mara 7? Hii ndio dini ilikuwa ya Wakikuyu, ni kuacha waliacha. Kwa sababu sisi tukienda Maka tunazunguka mara 7. Na Wakikuyu wanakienda pale Mount Kenya wanazunguka mara 7. Walifundishwa na nani? Unaona mambo haya? Kitu ilikuwa tukichinja sisi tuna direction ya kuchinja sisi, bali tunaelekeza mnyama. Wakikuyu walikuwa na direction ya kuelekeza mnyama wao. Na wakichinja hawakuwa wanachinja kwa jina la Yesu. Sasa hii watu unaona wanachinja kwa jina la Yesu. Hata mpaka wamemfanya Mungu. Wameacha yule Mungu alimuumba Yesu, wanamuomba yeye. Wakikuyu walikuwa wanasemaga dhai yanga idhai. Anakata ile mnyama. Na sisi tukichinja tunasema the same thing. Ni vile ile ni lugha tunatumia lugha ya Kiarabu na wao tunatumia lugha ya nyumbani ya Kikuyu. Tunasema bismillahi Allahu akbar. Unakata hivi mara moja. Unaona? Unaona maneno hayo? Kwa hivyo desturi ya Ukikuyu na Uislamu iko kitu moja. Wanawake walikuwa wanakaa kando huko. Na wazee walikuwa wanakaa dhingira. Sasa ni kweli? Hawakuwa wanakaa dhingira. Walikuwa wanakaa dhingira wazee. Unaona? Walikuwa wanakaa kule kwa dhingira wana mambo yao na wamama wako kule jikoni na stories zao. Unaona? Kwa hivyo Uislamu ni dini ambayo inaendeshana kabisa na desturi ya binadamu. Na ndio naona Wakikuyu ndio waliacha dini yao. Dini ya Wakikuyu ni hiyo. Kwa sababu hiyo tabia ni moja kabisa. Tena Wakikuyu walikuwa wakienda kuomba. Kwa sababu hakuwa naomba Mungu ambaye ako na mtoto. Waliletewa Mungu mwingine ako na mtoto. Ndio naona hata wakiomba sasa hivi mvua yasinyesha. Wazee Wakikuyu sasa hivi wakiomba mvua itanyesha. Wapi wameshaomba ikanyesha. Hakuna. Lakini wale wa zamani kwa sababu walikuwa wanaamini Mungu moja. Ndio hakuwa wanaenda nasema kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hakuwa wanasema kitu kama hiyo. Walikuwa wanasema Mungu moja, ule ameumba ule mlima. Si hata walikuwa wanaabudu Kirinyaga. Walikuwa wanasema yule Mungu ameumba ule mlima. Huo ndio Mungu wetu. Na ni moja tu. Jina Ngai na Kikuyu haina nini? Haina plural. Haina. Hiyo ina remain kwa sababu walikuwa wanajua Mungu ni moja. Ndio naona wakiomba mvua inanyesha. Mambo mengi Mungu alikuwa anawafanyia nchi, mambo mengi mazuri. Lakini watu kwa sababu wameacha Mungu ndio naona mashida iko mingi duniani. Haya, swali lingine uliza. Kuna mwalimu hapa ali. Hiyo nimeshika. Sasa nauliza. Sisi tuseme nauliza maswali yote ambayo unajua inakusumbua. Mimi kwangu yote hata ile kama tunafanya makosa tukikula sasa tuseme kama Nathan hiyo. Tutumia yenye tunachinja ama hiyo. Kuna venye sisi tunajua kama hata kama ni Wakristo. Tuseme hata kama ni mimi, kama ni mamangu, napata ndio anaombesha. Wengine yeye ndiye ameokoka tu. Sisi bana tujafanya nini? Tunaambia na hiyo kuna hiyo sasa na nimeona huku. Naonanga huku sasa sijawahi sikia hata mama teme. Swali lake halini mzuri. Anasema anaona kule kwa wakichinja unakuta mama pengine ndio sababu yeye ndio ameokoka, ndio anaomba dua na nini. Unasemaje hapo? Endelee nitakusaidia. Kwanza mambo ya kuokoka hakuna duniani. Hakuna. Unasoma Biblia? Alikuwa anasoma nzuri ya Petro wa pili baba 2:5. Wa kwanza 2:5 na pili. 2:5. Tuanzie nani? 1:5.
mambo ya kuokoka kuna kuna mambo kuokoka. Unajua kuomba ni ibada. Kuomba ni ibada. Ni ibada. Kwa hivyo sasa hata kuwa Muislamu si ati ni kuokoka. Kuna yani kuokoka. Nimesema nimesilimu si kuokoka, nimeokoka. Hapana. Ni kusilimu. Umekiri Mungu ni mmoja na Muhammad ni mtume wa Mungu, umesilimu. Duniani hakuna kuokoka. Hakuna kuokoka. Inasema mwalimu wangu. Nasikiza mambo ya Petro. Nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Tunaambiwa na sisi tunalindwa na imani. Nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu. Tunalindwa na nguvu za Mungu kwa njia gani? Kwa njia ya imani. Sawa, twende baba. Hata mpate wokovu. Hata tupate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Ulio tayari kufunuliwa wakati gani? Mwisho. Mwisho tumefika? Hujafika. Kwa hivyo wokovu baadaye, sawa? Siku za mwisho ndio kuokoka. Nimuongezee ingine pia. Hata Yesu aliongea kuhusu hiyo mambo ya kuokoka. Aliulizwa hiyo swali. Unaona hiyo swali umetuuliza sasa hii. Yesu aliulizwa zamani na wanafunzi wake 19:23 kitabu cha Mathayo. Alafu kimaliza hiyo somee 24:13. Lakini anza na hiyo 19. 19:23 mwalimu wangu. 19:23 inasema, Yesu akawaambia wanafunzi wake, Amina nawaambieni ya kwamba itakuwa shida tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni. Nawaambia tena, ni rahisi zaidi ngamia kupenya tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Wanafunzi waliposikia walishangaa mno, wakisema, ni nani basi awezaye kuokoka? Yesu akawakadhia macho, akawaambia, kwa wanadamu hilo haliwezekani. Unasikia story hiyo? Yesu ameulizwa habari ya kuokoka. Kama hiyo unatuuliza sasa hivi. Kwanza alikasirika na hiyo swali. Akawakazia watu macho. Unajua ukikazia mtu macho, mtu anaona huyu mtu amekuwa na hasira. Amekasirika kuulizwa hiyo swali. Akawaambia kuokoka kwa wanadamu haliwezekani, lakini malizi hapo chini. Sikia sasa. Inaendelea kusema, bali kwa Mungu yote yawezekana. Unasikia anasema anayeokoa ni nani? Sio nani? Sio. Sasa unaona watu sasa siku hizi wanasema wameokolewa na nani? Yes. Na kumbe ana Mungu, na Yesu anaye anaambia wanafunzi anayeokoa ni nani? Mungu. Hebu tuulize kweli, kwa maneno haya wa Yesu alisema ni ya kweli ama ni ya urongo? Tunamuuliza wale waliotangulia kabla Yesu, anayeokoa ni nani? 13 13 ngapi? 13:7. Hebu angalia Hosea. Kitabu cha Hosea. 13 kitabu cha Hosea. 13:7. Angalia 7 hapo. Hosea 13 kitabu cha Hosea. 13 iko hapo tu. 13:7. Hosea. Angalia hiyo aya. 13. Soma 4. 13:4 kitabu cha Hosea. 13:4. Inasemaje? Lakini mimi ni Bwana Mungu wako tangu nchi ya Misri. Yaani Hosea anaambiwa na Mungu, mimi ni Bwana Mungu wako tangu wakati niliwatoa kule nchi ya Misri. Wala utamjua Mungu mwingine ila mimi. Wala zaidi ya mimi hakuna mwokozi. Angalia, anasema zaidi ya mimi. Kwa hivyo there's no other extra. Yesu hayuko, Muhammad hayuko, Musa hayuko, Ibrahimu hayuko, zaidi ya mimi hakuna nani? Hakuna mwokozi. Hakuna mwokozi. Unasikia? Unless upewe authority na Mwenyezi Mungu. Sasa nabii akija duniani, ndio naona Yesu anakataa hiyo cheo, anasema wokovu haupatikani sasa. Unapatikana siku ya mwisho, kwa sababu siku ile utaambiwa uingie paradise. Na huu mwingine aambiwa aende motoni. Ule ameenda paradise amesema ameokoka.
sababu ameokoka na mauti ya kwenda motoni. Lakini yule ameenda motoni, ameokoka? Amejaokoka, kwa sababu sasa anaenda kuchomwa milele. Unaona sasa? Kwa hivyo wokovu haupatikani wa saa hii mtu akiwa duniani. Hata Korani yetu inasema wokovu ni siku ya mwisho. Kitabu cha Korani yetu. Ukisoma 2:21 ndio inasema. Hatutaki usome mwalimu. Ama unaweza soma tu. Soma tu inshallah. Ndio ni time unajaribu ku 2:21. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Enyi watu, mwabuduni Mola wenu ambaye amekumbeni nyinyi na wale wa kabla yenu ili mpate kuokoka. Sio saa hii, ni huko mwisho. Wakati wa mwisho sasa. Yesu aliongea hiyo maneno mara mbili. Ya mwisho ni 24:13 Mathayo. Hiyo alikuwa anasema. Soma. Ndio watu wanasema mimi nimeokoka, nilikuwa na Yesu. Tulikuwa tunatembea naye. Ulitembea naye wapi? Hakuna. Hata hana habari na wewe. Hii yote ni watu kwa sababu hawataki kusoma. Kama wangekuwa nasoma kitabu vile kimeandikwa, watu wangekuwa watu wazuri, hata wangekuwa Waislamu. Soma. Inasema na kwa sababu ya kuongezeka maasi. 24:13. Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho. Angalia Yesu amerudia mara ya pili sasa. Mwenye kuvumilia hadi wakati wa mwisho ndiye atakayeokoka. Unaona sasa? Kwa hivyo wokovu hakuna. Na ndio ukasema pale ati nyinyi mkichinja lazima ule ameokoka akuja aombe. Hakuna mtu ameokoka hapa duniani. Yesu mwenyewe anasema aokolewe na Mungu. 12:27 kitabu cha Yohana. Hebu sikia hiyo. Kama Yesu anasema aokolewe na Mungu, sasa nani ataokoa mwingine? Na wewe na mtu aseme nimeokolewa na Yesu. Sasa nani ataokoa mwingine? Yesu mwenyewe anaomba aokolewe. Yeye anaomba Mungu aokolewe na Mungu. 12:27. 12:27 inasema. Sasa roho yangu imefadhaika. Sasa anasema roho yangu mimi iko na huzuni. Nami nisemeje? Niseme nini? Baba, uniokoe katika saa hii. Kumbe Yesu anaomba aokolewe na nani? Na Mungu. Na watu hapa wanasema aokolewe na nani? Sasa nani ataokoa mwingine? Sisi wote tunaomba mtu mmoja. Mungu ndio anafaa kuokoa. Hata Yesu mwenyewe anaomba uokozi kutoka kwa Mungu. Wanasikia? Alafu wanawake sio wanachinja. Wanaume ndio wamepewa ruhusa ya kuchinja wanyama. Katika hii kitu yote ibada yote inaongozwa na wanaume. Hiyo ni ya kuchinja, hiyo ni maombi, inaongozwa na wanaume kwa sababu ndio Mungu amepanga tangu mwanzo. Si wanawake. Wanawake nafasi yao hawajapewa hiyo nafasi. Kuna vitu zingine wamenyimwa. Kuabudu sawa, tunaabudu pamoja, lakini kiongozi ambaye anaongoza ibada, wanawake labda katika Uislamu tunaambiwa wakae, kama wanasali, kama hakuna kiongozi Muislamu karibu ambaye anasalisha, na wanawake ni wako peke yao. Wanawake hata wakiwa peke yao wanasali peke yao. Mmoja anasalisha wenzao. Lakini si ati sasa ati uone Muislamu ati uone ati pale mbele imamu anaitwa Fatuma, ati anasalisha wanaume, ati yako mbele. Hiyo ni biashara gani? Hakuna biashara kama hiyo. Sasa inatakana vidume, sauti unasikia sauti na guruma. Ndio kwa sababu ndio mpangilio wa Mungu, wanaume ndio wanaongoza ibada yote. Iwe ni ya kuchinja, iwe ni nini, wanaume ndio wanaongoza. Nafikiri swali umeelewa. Nataka nirudie hapa kidogo. Mahali umesema chakula ikiiva mama ndio anaombea. Chakula kwanza imeiva, imepikwa, imewekwa juu ya meza. Kama wewe ni Muislamu unasema bismillah, maana yake naanza na jina la Mwenyezi Mungu. Na mama pia atasema tu bismillah, na yeye ataanza na jina la Mwenyezi Mungu. Sawa? Lakini katika kuomba, wanaume ndio wanafaa kuomba, sio uombee chakula. Chakula unaanza na jina la Mwenyezi Mungu. Umeelewa? Na Biblia inasema ibada inafaa iongozwe na wanaume. Sawa? 2:8 Timotheo. 2:8 Timotheo wa kwanza. Basi nataka wanaume wasalishe kila mahali. Biblia inatuambia anataka wanaume wasalishe kila mahali. Sawa? Huku wakiinua mikono iliyotakata pasipo hasira wala majadiliano. Huku wakiinua mikono iliyotakata pasipo hasira wala majadiliano.
Vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri. Ndio tunaambia wanawake wajipambe kwa mavazi ya kujistiri. Unaona wanawake kama vile wanavaa. Na Biblia inaambia wanawake wajipambe. Wanawake wa Kiislamu wamejipamba, hawajajipamba? Wamejipamba. Twende baba. Pamoja na adabu nzuri. Kisha wawe na adabu nzuri, sio kupeuka payuka. Na moyo wa kiasi. Na moyo wa kiasi. Si kwa kusuka nywele. Sio kwa kusuka nywele. Wala kwa dhahabu na lulu. Wala si kwa kuvaa dhahabu na lulu. Wala kwa nguo za thamani. Wala nguo za thamani. Bali kwa matendo mema kama iwapasavyo wanawake wanaokiri uchaji Mungu wa Mungu. Wawe na matendo mema kama wanawake wanaokiri uchaji Mungu. Mwanamke na ajifunze katika utulivu. Tunaambia mwanamke ajifunze katika utulivu. Akitii kwa kila namna. Na akitii kwa kila namna. Simpi mwanamke ruksa ya kufundisha. Biblia inatuambia hapewi mwanamke ruhusa ya kufundisha nini? Maneno ya Mungu. Wewe mwanaume hawezi, mwanamke hana ruhusa kukufundisha wewe. Wewe ndio unafaa kufundisha, sawa? Twende baba. Anaendelea kusema mwanamke, simpi mwanamke ruksa ya kufundisha wala kumtawala mwanamume. Wala hapewi kutawala, amri ya kutawala mwanaume, bali awe katika utulivu. Kwa maana Adam ndiye aliumbwa kwanza. Na Hawa baadaye. Wewe ndio unafaa kiongozi kwa bo. Ndio aliumbwa kwanza. Hata kama ni mamako mzazi na wewe mwanaume upo, wewe ndio kiongozi kwa boma. Umeelewa? Unapatia heshima yake ni mamako mzazi. Umeelewa? Karibu, una swali lingine? Sina swali lingine. Sasa unamuaje? Sasa unasema. Alafu kuna kitu nataka nikuonyeshe hapa. Bila hii Biblia ya Kikuyu. Ya Kikuyu iko wapi? Nimeleta Kikuyu, leta ya Kikuyu. Hii ni kitu moja ambayo ilifanya mimi niwe Muislamu. Kitu moja hapa. Nataka usome. Unajua Kikuyu vizuri? Kikuyu mimi najua sana. Nataka nitoe kitabu cha Mathayo 26 mstari wa 39. Hii ni Biblia ya Kikuyu na Mathayo. Yani tuga ameongea yake da. Mama kama loko tatuna keda. Ndio tuga. Na Kikuyu hii. Tusome kuona. Haya, ndio bome hapa. Some hapa 39. Azia hapa 30 ngapi? Ndio utanisomea. Nikusomee? Okay. Wacha nianze 38. Nasoma na Kikuyu kwa sababu imeandikwa na hii Biblia ya Kikuyu ndio ilifanya mimi ni katika reason moja ambayo ilifanya mimi mwenyewe niingie Uislamu. Sababu nilishindwa hii kitu sisi hatufanyi, lakini tunaona Waislamu tunafanya, tunasema dini yao ni mbaya. Hii ilikuwa ni one of the reasons katika reasons mingi. Inasema hivi Matthew 26:39 in Kikuyu language inasema hivi 39 wacha niende 39. Wacha nianze 38. Inasema hivi na hidi oli akimera atiri ngoro yakwa ni kuyugua kieha muno ota gukua ikarai haha na mwihuge hamwe nani agithia hanini agiturumithia uthio thi akihoya akiuga awa akorwo ni kukuhoteka ikombe giki niki rengere agiturumithia uthio. Uturumithia ni gwika atia? Kuturumithia ni. Unaona sasa? Hiyo ni kitu ambayo nishangaza sana. Kikuyu language inasema agiturumithia. Kuturumithia ni kuweka hii kichwa kwa mchanga. Si ni kuweka uso kwa mchanga? Fell on your face to the ground. Unaona? So hii kitu kuna mtu anafanyaga hivi wa Kristo. Kama na Biblia ndio inasema hata mbinguni malaika wanafanyaga hivyo. Hii ya Kikuyu sasa. Hata mbinguni 11 Ufunuo 7:11. Hii ya Kikuyu visikia vile inasema vizuri. 7:11. Inasema the same. Malaika kule mbinguni wanaomba kama vile Waislamu wanaomba na Yesu alikuwa anaomba hivyo. Anaweka uso chini. Ibrahimu hivyo. Musa hivyo. Inasema hivi 7:11. Inasema hivi wa Kikuyu inasema na araika othe. Araika tunajua ni malaika. Na araika othe ni marugie mathiururukirie giti kiu kia uthamaki
magithiururukeirie na mathiururukeirie athuri aria ona ciumbe iria inya imuoyo na makiguithia thi na mathiu mao kuu mbere ya giti kia uthamaki. Mauthiu mao makiguithia uthio no mahoyaga ugo malaika mahoyaga uthio wao withi wani malaika wanaomba wanaweka uso chini kama vile sisi Waislamu tunafanya. Yesu namna hiyo, hata Musa alikuwa anafanya namna hiyo. Sasa rudi kwa Musa kidogo huko nyuma. Hii kitabu inaitwa Dhama. Dhama ni Kutoka. Na hii ya mwisho tumesema hii ni Ufunuo. Kuguulirio. Wakikuu unasema kuguulirio. Na hii ni kitabu cha Dhama. Dhama 34:8. Hii usikie sasa. Manabii wote walikuwa naabudu. Vile tunaabudu sisi kila saa tunajivunia. Tunasema manabii ni mandugu zetu. Hata sisi tunashangaa na Wakristo wakati wanaabudu Yesu na ni ndugu yetu Muislamu. Alikuwa anaenda msikiti kama sisi. Sasa sisi tunashangaaga wanaabudu ndugu yetu. Hata tunacheka. Tunaona hata kule Palestine. Ukiona Wayahudi wanakasirika sana na Wakristo pale. Angalia pale Wailing Wall, pale ile ukuta wanafanyaga namna hii. Hawatakagi mambo ya Wakristo. Wanasema kwa Wakristo waabudu Mungu mmoja. Wanakasirika nao. Lakini Muislamu na Muyahudi anaweza kula nyama ya Muislamu, lakini hawezi kula nyama ya Mkristo. Anakataa. Hata hoteli yake si wako huko hata Ulaya na wapi na waenda watauliza wale watu wako huko watakueleza. Hawaingii, lakini hoteli ya Muislamu wataenda kule. Anasema hiyo kitu kila kitu ni halali pale. Na wanaabudu kama sisi Mungu mmoja. Unaona sasa? Haya. Hebu angalia inasema hivi. 34:8 inasema hivi. Hii ni ya Musa. Musa naye alikuwa anafanyaje? Hii 8 inasema nake Musa akihioha na kuinamia uthio nathi akihoya. Unaona sasa? Nake Musa iko sawa pale. Nake Musa akihioha akainamia uthio yani aliweka uso chini. Kainamia uthio. Na unaona sasa, kumbe watu wengi hata ndani ya Biblia walikuwa wote ibada yote ni ya kuweka uso chini. Unaona sasa, hii kila mtu alikuwa anaweka uso chini. Kwa hivyo hiyo ndio maneno iko na mimi sioni hata watu sisi tukiongea hata mambo mengi. Kwa sababu mambo mengi unaelewa. Ukikuwa Muislamu ni mambo machache sana. Utabatizwa kama sisi vile watu walibatizwa tukiwa wadogo. Hapana, wewe unakubali tu Mungu ni mmoja. Na Muhammad ni mtume wa Mungu, unakuwa Muislamu. Kwanza hapo unaanza ibada yako. Hakuna mtu hakuna nini. Mtu akikuchukia kwa sababu umeshakuwa Muislamu, acha kuchukia kwa sababu wewe umetafuta ukweli. Na umeshapata ukweli. Sasa unaanza kupractice nini yako polepole. Na kama uko na bibi yako, usimfungue ati umwambie kwa sababu nimekuwa Muislamu uenda kwenyu, hapana. Wewe sasa na wewe muongeleze tu kwa uzuri yake, muendelee hivyo polepole. Atakuja na yeye kuona uzuri wako. Sababu anaona huyu bwana yangu hakunywi pombe, bwana yangu saa yote tuko naye nyumbani, tunafanya mambo maponja nini na nini, atafurahia. Sasa hivyo wewe ndio utatuambia, kwa sababu dini yetu imetukataza kitu moja. Usilazimishe mtu kuwa Muislamu. Hebu soma mwalimu hapo. Qur'ani 2:256. Dini imekataza kabisa usilazimishe mtu kuwa Muislamu. Kwa hivyo sisi hatuwezi kulazimisha uwe Muislamu. Mpaka roho yako itoke. Iseme kweli mimi nimekubali nimekuwa Muislamu. Sikia vile Qur'ani inasema. Qur'ani 2:256. Hiyo nafikiri ndio ya mwisho. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Hakuna kulazimishwa mtu kuingia katika dini. Uongofu umekwisha pambanuka na upotofu. Yaani Mungu ameweka vitu mbili, uongofu na upotofu. Mungu ameziweka hizo njia mbili. Sasa ni uamue njia ya uongofu, uachane na njia ya upotofu. Sasa huu maamuzi ni wako. Na sisi hata mimi wakati nilisilimu sikulazimishwa na mtu. Mimi nilitoa uamuzi wangu na ndio sasa mpaka leo mimi ni Muislamu, najivunia kuwa Muislamu. Na huyu hivyo na mwalimu wangu pale sasa wewe ndio utatuambia, sisi tunangojea ripoti kutoka kwako. Sasa yangu mimi nimesikia. Naam. Lakini kusema ile kitu ukweli. Naam. Siku ijafika. Lakini nimesasikia. Naam. Na maneno imeniingia kabisa. Lakini naomba najiombea juu sasa hata nimejua. Sifai kusema ati mniombe. Nafaa kujiombea. Hiyo kitu nasikia yenye haijakamilika ikamilike. Sasa mimi nafurahi sana kwa sababu umekuja hapa. Tulikuwa na hafla hapa na tulikuwa na wageni hapa wamekuja na unakuja unatembelea Waislamu kwa sababu ni majirani. Hiyo ni ujirani mwema hiyo. Hiyo ndio ujirani. Sasa
wewe nenda ufikirie. Kama kuna kitu ingine inakusumbua, imamu yuko hapa, tutakuja hapa, tutaongea, tumalize maneno. Nafikiri si ndio hivyo? Asante. Karibu sana. Nafikiri umefurahi sana. Nimefurahi kabisa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu sana. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na watu waache kulala.